Kwa niaba ya serikali tumepokea kwa furaha uteuzi wa wajumbe watatu kwenye kamati za FIFA, Engineer House kwenye kamati ya mashindano ya ufukweni, Engineer House kwenye kamati ya vilabu kwa wanaume, kamati ya mashindano ya vilabu kwa wanaume, lakini dada Neema Haji kwenye kamati ya mashindano ya vilabu kwa wanawake. Tunawapongeza kwa nafasi zao na tunawatakia kila la heri. Tunajua watakwenda kwenye vikao wakajue majukumu yao na tuone majukumu yao sasa tunayaunganisha vipi na mipango yetu, mikakati tuliyojiwekea kama nchi. Kwa upande wa serikali tumefurahi kupokea taarifa hizi na tunaamini kwamba hii ni fursa nyingine muhimu kwa nchi yetu sasa kwenda kwenye majukwaa ya kimataifa na kuhakikisha ajenda zetu katika kandanda zinapenya na zinafanikiwa. Katibu, umezungumza kwamba utashangaa kuona nchi nyingine inanufaika na sehemu ya Harris kuwa kwenye nafasi hiyo ya rais wa vilabu barani Afrika kuliko sisi. Tumezungumza pale, hela zimeongezeka kutoka dola 50,000 mpaka kuingia dola 100,000 kwa vilabu ambavyo vinashiriki hatua ya awali. Timu zetu 4 zimenufaika katika hilo. Neno lako nini kwa vilabu vyetu? Simba, Yanga, Singida, Azam na vilabu vingine. Kwanza tukianza kwenye swala lenyewe la Engineer House kuwa mwenyekiti, mimi nataka kuomba vilabu vyetu vilivyopo tuwe na engagement nyingi na House ili hizi fursa zisipite tupu. Kwa hiyo matarajio yangu ni kwamba vilabu vingi vitajitokeza na watapata wanachama wa ACA ili waweze kunufaika na fursa ambazo zitakuja. Lakini la pili, matarajio yangu ni kwamba sasa hii itakuwa ni changamoto kwa vilabu vyetu kufanya vizuri zaidi. Leo tuna timu 4 ambazo zinashiriki klabu bingwa na kombe la shirikisho. Tuna matumaini makubwa kwamba zitakwenda kwenye hatua inayofuata baada ya hapa, kwa sababu zimekuwa na matokeo mazuri zote na ubora wa timu zetu zote 4 zinafanya vizuri. Mimi naomba timu zetu zinapokwenda kwenye mashindano haya ya kimataifa zikumbuke kwamba tunalo jambo, na jambo letu linaangaliwa kwa ukaribu zaidi kwa sababu mwenyekiti wa vilabu anatoka Tanzania. Kwa hiyo kwetu hii sisi ni changamoto na timu zetu ziipokee kama changamoto ya kufanya vizuri zaidi na kuhakikisha tunapeperusha vyema bendera yetu ya nchi. Sisi kwa upande wa serikali ni wahakikishie kwamba wakati wote tutakuwa tayari kuungana na timu hizo, kuziunga mkono, kuhakikisha zinafanikiwa ipasavyo vizuri. Kwa wawakilishi wetu hawa walioingia kwenye kamati za FIFA na wenyewe na wahakikishia kwamba tutashirikiana, tutaunganisha mipango iliyoko FIFA na mipango tulionayo kama nchi ili kama nchi tuweze kunufaika na fursa zilizopo ndani ya kandanda. Unajua sisi upande wa serikali tunaiangalia michezo kwanza kama afya na furaha kama ambavyo wengi tunajua, lakini sisi tunaangalia zaidi ya hapo. Tunaangalia michezo kama fursa ya ajira, tunaangalia michezo kama fursa ya kujenga uchumi, kutengeneza biashara, lakini muhimu zaidi tunaangalia kama fursa muhimu ya kuitangaza nchi yetu ambayo inazo ajenda nyingi za kimataifa. Kwa hiyo tunadhani kwamba kupitia michezo tunaweza tukafanya nchi yetu ikajulikana, fursa zetu zikajulikana na tukashirikiana na wenzetu duniani kunufaika na fursa za kidunia. Katibu, mara ya mwisho kukutana nao ulisema wanaenda Dodoma kwa ajili ya kufanya ukaguzi wa uwanja, lakini tukakuona tena umerejea Dar es Salaam kukagua uwanja wa Uhuru na umeshafikia asilimia kubwa, huenda pia ukatumika kwenye ligi kuu. Hii kasi ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa na kuipata standard ya viwanja ni kubwa kiasi gani? Ni kubwa sana. Hapa tunaposimama ni Jimkana na nyuma yangu huku kuna uwanja mmojawapo wa mazoezi uliotumika wakati wa CHAN na tunaendelea kuangalia utatumika kwa ajili ya AFCON. Hapa zimewekwa sio chini ya shilingi bilioni 4 za serikali. Hii miundombinu mnayoiona hapa Jimkana ni ya serikali. Na tumefanya hivi Law School, tumefanya hivi Meja General Isamuhyo. Tumefanya ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa, tunakamilisha ukarabati wa uwanja wa Uhuru tuko 90%, tunajenga uwanja Arusha uko 62%, tunatumia pale shilingi bilioni 338. Tunajenga uwanja wa zaidi ya bilioni 360 katika uwanja wa Dodoma. Huo ni ujumbe kwa Watanzania kwamba serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeamua kuwekeza kwenye michezo. Tunawekeza kwenye michezo kwa sababu tunatambua faida zilizopo kwenye michezo. Kwa hivyo najua maneno wakati mwingine yanakuwa mengi na wengi wanataka kuchanganya pengine mambo ya michezo na siasa, lakini Mheshimiwa Rais maelekezo yake yamenyooka. Yeye hapendi longolongo, hapendi mbambamba. Ameamua kuwekeza michezo kwa sababu anataka tunufaike na michezo. Huwezi kupata maendeleo ya michezo kama miundombinu hakuna. Kwa hiyo
Mheshimiwa Rais ataendelea kuimarisha miundombinu ya michezo, na hivi ninavyozungumza na nyie, kwenye dira ya maendeleo ya taifa ya 2050 tayari tumejiwekea mpango wa kujenga vituo vya michezo nchi nzima katika mikoa yote ya Tanzania. Tutajenga kwa sababu tunataka Watanzania washiriki kwenye michezo na wao wanufaike na fursa za michezo zilizopo duniani, na sisi kama nchi tunufaike. Kwa hiyo mimi naomba Watanzania tusitolewe kwenye reli. Najua maneno yamekuwa mengi sasa hivi, kuna watu wanataka kutuletea siasa kwenye mambo ya michezo. Serikali ni lazima ihudumie watu wake, na sehemu mojawapo ya kuhudumia watu wake ni pamoja na michezo, na kwenye hili Mheshimiwa Rais hana muhali, ataendelea kuwekeza. Sasa ni fursa kwetu sisi vijana tuchangamkie hizi fursa, kwa sababu itakuwa haina maana kama tutakuwa tuna miundombinu ya michezo alafu wachezaji tunawatumia kutoka nje ya nchi. Tunawahitaji kwa sababu ni lazima wawepo, ni muhimu, sio sisi peke yetu, lakini ni vizuri vijana wa Tanzania tujitokeze, tuione kama hii kama fursa na tuitumie, na inawezekana. Leo hii tuko hapa tunazungumza, tayari tuna wachezaji wetu ambao tayari wanacheza nje ya nchi, wanapata fedha. Leo hii timu ya Yanga ambayo leo tuko hapa sisi, inaye mchezaji ambaye duniani huko tayari mjadala huko, watu wanabishana viwango, wameshafika dola milioni 2. Maana yake huyu mchezaji ameshafika shilingi bilioni 5 au zaidi, na mjadala unaendelea. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba linawezekana. Kama tunaweza kufikia mahali tukawa na wachezaji wenye thamani hiyo, hii ni hatua kubwa ambayo sisi vijana tunatakiwa tuiangalie kwa jicho la wivu mkubwa, na tuitumie kwanza sisi kabla ya watu wengine. Nikwamisha kidogo katibu, turudi kwenye ndondi. Juzi ulikuwepo pale Kijitonyama, isivyo bahati bondia Mtanzania Ibrahim Mafia alipoteza kwa KO mbele ya Mfilipino. Watu kwenye mitandao kwa tafsiri tofauti wakaanza kumbeza na vitu kama hivyo. Bila shaka umeona, neno lako nini kwa Watanzania ikitokea tukio kama hili la Mtanzania mwenzetu kupoteza mbele ya mgeni? Kwanza, kumbeza mwanamichezo ama timu inapopoteza sio tabia ya kiwanamichezo. Kwenye michezo mnaposhindana kuna mambo matatu: kuna kushinda, kuna kushindwa, kuna kudraw. Mwanamichezo halisi anatambua matokeo yote matatu. Ibrahim Mafia ameshinda mashindano, mechi nyingi sana alizocheza, na wakati wote tulifurahi. Imetokea juzi akapoteza, ni sehemu ya mchezo, na hiyo haimfanyi Ibrahim Mafia awe amekwisha. Yule ni kijana mdogo, ana ndoto zake na ataziendeleza. Nimetoka kuongea na mkurugenzi wa Mafia Promotion Zayumba, na amenieleza program yake ya kuimarisha maeneo ambayo anaona anaweza kuimarisha kambi yake na mabondia wake alionao. Tuwape nafasi. Hii imepotea, imepita, itakuja mechi nyingine atafanya vizuri. Haina maana kumbeza na kumsema vibaya. Unapokwenda ulingoni uende na matokeo ya kushinda. Utakwenda pale utakutana na bondia, utampiga, utashinda. Utakwenda siku nyingine utakutana na bondia yuko vizuri kuliko wewe, kajiandaa zaidi, atakushinda. Muhimu ni baada ya pale tunarudi nyuma, tunakuja tunajipanga maeneo gani ya kuimarisha, tunakwenda kuimarisha, kwa sababu kulikuwa kuna vijana wa Tanzania pale walifanya vizuri na wakashinda. Sasa kwa nini tufurahie walioshinda, tusifurahie ambao wameshindwa? Mimi nadhani tusimkatishe tamaa Ibrahim Mafia. Ni bondia mzuri, yuko very serious kwenye mazoezi. Mimi ni kijana wangu namfahamu, na management yake iko very serious kwenye kumwandaa, na hata haya matokeo ya juzi wameyapokea kwa changamoto kubwa. Natamani niseme ambacho tayari Zayumba ameniambia anakwenda kukifanya, lakini Watanzania, hebu tuwaamini Mafia Promotion, tumwamini Ibrahim Mafia, tumpe nafasi, tusubiri mapambano yajayo, inshallah atafanya vizuri. La mwisho, Simba hawajamposti Engineer Hersi. Timu yako katibu? Ni ya kwao wenyewe, lakini sidhani kama kuna tatizo. Mkubwa mwenzake, lakini hakuna shida. Sidhani kama ni tatizo. Sio shida. Mimi sitaki niingie kwenye siasa hizo za Yanga na Simba. Asante sana. Mheshimiwa, kuna swali natamani kuuliza. Endapo timu zetu nne zikafuzu, kuna namna yote kama serikali mtaandaa zawadi special